usisahau kusubscribe, like na kucomment. Rais Samia Suluhu Hassan amelitaka Jeshi la Ulinzi la Wananchi Tanzania JWTZ kutokubali kuchafuliwa wala kumlinda yeyote awe na cheo kikubwa au kidogo kukigeuza chombo hicho kuwa cha mashinikizo ya siasa. Hivyo, Rais Samia ambaye ni Amiri Jeshi Mkuu amelitaka JWTZ kujitenga na siasa na badala yake libaki kuwa chombo cha kulinda nchi na wananchi wake. Alisema hayo wakati akifungua mkutano wa 9 wa mkuu wa jeshi yaani CDF na makamanda uliofanyika katika shule ya kijeshi ya ulinzi wa anga SCUA mkoani Tanga. Kwa hiyo, siasa na chombo ambacho ni jeshi hiki ni tofauti. Ulinzi imara ndio msingi wa maendeleo na amani ya nchi yetu. Kauli mbiu hii inaakisi ukweli kwamba hakuna maendeleo bila amani. Sasa Jeshi la Wananchi likiwa chombo muhimu cha ulinzi wa amani ndani na nje ya nchi linategemewa kuendeleza usalama wa amani ili wananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo, ameeleza Rais Samia. Kutokana na hilo, mkuu huyo wa nchi amelitaka JWTZ kuitumia kauli mbiu ya ulinzi imara na msingi wa maendeleo wa amani wa nchi yetu kuimarisha ulinzi na usalama wa taifa. Tunapenda kuunga mkono rai ya Rais Samia kwa 100%, huku tukijua kwa nidhamu ya jeshi wanasiasa ndio pekee wanaweza kulitumia kwa manufaa yao, pengine ni kutokana na asili yake. Nikukumbushe tu, mwaka 1964 jeshi la kikoloni lilipovunjwa undwa jipya kwa jina la Jeshi la Wananchi wa Tanzania, waliokuwa wakiajiriwa ni wananchi wa Umoja wa Vijana wa TANU na baadaye ni CCM. Chini ya mfumo wa chama kimoja cha siasa, kila askari alitazamiwa kuwa kada wa TANU na JWTZ lilihesabiwa kuwa mkoa wa majeshi wa TANU. Vivyo hivyo, jeshi la polisi na jeshi la magereza. Mkoa wa majeshi ulihesabiwa sawa na mikoa mingine kijiografia na kiutawala wa nchi. Japokuwa utaratibu huu uliondolewa baada ya kurejeshwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992 kwa kutunga ibara ya 147 ya katiba kukataza wanajeshi wote kuwa mwanachama wa chama cha kisiasa. Ukweli ni tofauti. Watendaji wa chama tawala mara kadhaa hueleza katika majukwaa ya siasa kuwa majeshi ni mkoa wa kisiasa, hali iliyosababisha wakati fulani vyama vya upinzani kuunda vikosi vyao. Kwa maslahi ya umoja, amani na mshikamano wetu, tunashauri serikali ihakikishe chombo hicho kinabaki na majukumu yake ya kulinda mipaka. Wito wangu kwenu, msikubali jeshi letu kuchafuka. Hatupaswi kumwacha au kumlinda mtu yoyote mwenye cheo kikubwa au kidogo kugeuza taasisi yetu ya ulinzi kuwa chombo cha mashinikizo ya kisiasa. Chombo hichi tofauti na siasa. Hiki chombo, iwe kuna CCM kwenye serikali, kuwe kuna Chadema, kuwe kuna chama gani, hiki chombo kipo tu kwa ajili ya kulinda nchi na wananchi wa nchi hii. Kwa hiyo siasa na chombo hiki ni tofauti. Ulinzi imara ndio msingi wa amani na maendeleo ya nchi yetu. Kauli mbiu hii inaakisi ukweli kuwa hakuna maendeleo bila amani. Sasa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, kiwa chombo muhimu cha ulinzi wa ndani na nje ya nchi, linategemewa kuendeleza usalama na amani ili wananchi waweze kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo. Kwa muktadha huo, niwatake muitumie kauli mbiu hiyo kuendelea kuimarisha ulinzi wa taifa letu. Mimi ni Zakia Nanga, Mwanahalisi TV. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.